Hapo tunamshukuru 7 mara 70 sijui Father Mpete aliyetusaidia. Angekosa Mpete tunajua hata maafa mengi tungeyapata kijiji cha Kilondo, kijiji cha Nsere na kadhalika, na wenzetu wanaotoka hapo milimani ndio ingekuwa zaidi, kwa sababu hata kuogelea hawafahamu. Wananchi wa kijiji cha Kilondo, tarafa ya Mwambao wa Ziwa Nyasa, wilayani Ludewa, mkoani Njombe, wameiomba serikali kuharakisha ujenzi wa daraja katika mto Kilondo, wakieleza kuwa daraja la muda linalotumika kwa sasa ni hatari na linawanyima uhuru wa kuvuka katika eneo hilo. Kituo hiki kimefika eneo hilo na kushuhudia daraja hilo la muda lililojengwa kwa kutumia nyaya na vifaa vingine baada ya daraja lililokuwepo awali kusombwa na maji. Daraja hilo la muda lilijengwa kwa msaada wa Padre Mpete ambaye pia ni paroko wa parokia Lumbila ili kuwawezesha wananchi kuendelea na shughuli zao. Wananchi wamesema kuwa kumekuwa na matukio ya watu kunusurika kupoteza maisha wakati wa kuvuka katika eneo hilo, hali inayowafanya kuiomba serikali kuchukua hatua za haraka na kujenga daraja imara litakalorahisisha usafiri na mawasiliano katika vitongoji vya kijiji hicho. Akizungumza na wananchi wa kijiji hicho, mbunge wa jimbo la Ludewa Joseph Kamonga amesema amewasilisha changamoto hiyo bungeni na kwamba serikali imetenga shilingi milioni 800 kwa ajili ya ujenzi wa daraja hilo muhimu. Hii ni ripoti ya Prosper Mfugale na hii ni Njombe TV. Rotary Edmund Finguru ni diwani wa kata hii ya Kilondo. Ili daraja ya kihistoria mwanzo lilikuwa kule chini ambalo lilikuwa limejengwa na wakoloni ambao walikuja walijenga na zahanati ile pale, lilijengwa kwa miti. Pembeni waliweka machuma fulani na miti, baadaye likaja likazolewa na mto huu baada ya kuja mafuriko likazolewa. Baadaye likaja likajengwa daraja lingine pale juu. Lakini baadaye ikatokea bahati mbaya 2023 kutokana na mvua kubwa ikaja ikatengeneza mafuriko, lile daraja likawa limevunjika katikati, kwa kutengeneza uwezekano wa kupita pale ukao haupo. Baadaye ndio hivyo tukawa tumeendelea hivyo, tukawa tunavuka kule ziwani, kina mama wanavuka kule na mizigo kichwani na nini. Lakini baadaye Father baba yetu Mpete wa parokia ya Lumbila ndio alikuja kusaidia kutujengea hii daraja iliyopo maarufu tunaita Kiteputepu. Sisi daraja ni msaada kwa kupita wanafunzi, watu mbalimbali wanaotoka sehemu mbalimbali. Kwa mfano kutoka watu wa Kiera wanafika hapa, watu wageni wanafika hapa ili kuliangalia hili daraja. Kweli sio daraja imara. Mwezi wa 3 imenusulika kutembea na mtu kushuka chini. Tunamshukuru Father Mpete, ndo alikuja tena awamu ya pili kutusaidia na kuchukua haya mabati kwenda nayo tena kuyatengeneza kule Kiera. Ameyatengeneza, amerudi tena kuja kututengenezea awamu ya pili. Ndo tunayemshukuru. Ila angekosa Mpete, twajua kuwa wana kijiji cha Kilondo hadi Nsere madhara tungeyapata. Hivi kuna hoja ya daraja. Lile daraja namshukuru sana Padre Mpete. Jenga kile Kiteputepu Kulikuwa na daraja la kwanza, wale watoto wenu mliozaa hapa kina Mambeleko walijenga kwa nia pia ya kuweka mradi wa umeme pale. Bahati mbaya kutokana na mabadiliko ya tabia ya nchi likasombwa na maji. Padre Mpete, paroko wa parokia ya Lumbila, amehangaika kwa sababu wananchi tunaowatumikia ni hao. Mbunge anaita wapiga kura, makanisa yanaita waumini na chama kinaita wanachama, serikali inaita walipa kodi. Wanabadilika tu majina lakini watu ni hao. Kwa hiyo nimshukuru sana Father Mpete kwa kujenga kile Kiteputepu. Na mimi leo nimeenda kukiona, lakini niwahakikishie wananchi wa Kilondo, mimi pale serikalini nilijenga hoja, niliomba fedha, serikali imetutengea milioni 80 mwaka huu wa fedha. Milioni ngapi? Milioni 80 kwa ajili ya kujenga daraja pale ambalo litakuwa imara, au utapita huku unapiga ishara ya msalaba. Litakuwa ni daraja zuri. Kwa hiyo sasa hivi wako hatua ya kutangaza ili apatikane mkandarasi aje kujenga lile daraja. Na nimeambatana hapa na mtu wa TARURA. Mtu wa TARURA yuko wapi? Huyu hapa. Tumeenda naye pale amelikagua. Kwa hiyo muharakishe basi kutoa tangazo, mkandarasi apatikane mapema ili tuweze kujenga lile daraja.
Hapo vipi?